Bana na basi karibu tena katika mzigo mpya. Hii inaitwa Kingdom na hapa tuko katika episode ya kwanza. Hasa katika movie hii tunaona kabisa kwamba kuna mtu mmoja alikuwa anafanywa matibabu, lakini matibabu yale yalikuwa ni matibabu ya asili, na ghafla anabadilika, macho yake yanakuwa kama vile kiumbe aliyekuwa kipofu. Lakini ghafla hapo tunaona ndani ya usiku huo kuna watu wawili walikuwa wanapeleka chakula ndani ya jengo hili. Walipokaribia kufika katika eneo la mlango, aliweza kumpa tahadhari kijana huyu mdogo kwamba hapaswi hata siku moja kuweza kuchungulia katika chumba ambacho mfalme alikuwa amelala au kuweza kwenda kufanya chochote kile ambacho kinaweza kuchukua muda mrefu. Basi kijana huyu akasema kwamba ndio, nitafanya kama ulivyosema. Mzee huyu alitoa tahadhari mapema sana. Kijana wa watu alivyozama ndani pamoja na mzee huyu, basi hapo akawasha udi, dawa mbalimbali zikaweza kuwashwa, na kisha kijana wa watu akaweza kusogeza ile bakuli yake, ambapo bakuli ilikuwa ni bakuli yenye damu iliyokuwa imeweza kuchemshwa. Sasa alivyoenda kuifungua, hapo akaanza kusikia mingurumo ambayo si ya kawaida. Kisha ghafla aliweza kuvutwa ndani ya chumba kile na mlio mkali uliweza kusikika. Kisha usiku huo taarifa mbalimbali zianza kusambaa mpaka asubuhi ilipokuwa imeweza kufika kwamba King ameweza kufa, mfalme amekufa. Askari mmoja anayeitwa Byom, ambaye ndio askari mkuu wa jeshi hili linaloweza kumlinda mfalme, aliweza kuwakamata watu waliokuwa wanasambaza taarifa hizo, lakini pia wakaweza kushutumiwa viongozi mbalimbali ambao wako katika chuo kimoja ambacho ni cha uko Korea. Chuo hicho ndio chuo ambacho kinategemewa basi kije kuweza kutoa mawaziri mbalimbali pamoja na viongozi mbalimbali hapo baadaye. Basi wakaweza basi kwenda kuwaua vijana hao ambao wa kwanza kabisa waliweza kukamatwa. Byom alikuwa na 2 kwenye 1, aliwakata vichwa vyao pale na kisha akasonga mbele. Usiku ulipofika, walivamia katika chuo ambacho wanafunzi walikuwa wameanza kutulia zao, na hapo waliweza kukamatwa na kuweza kushurutishwa. Mawaziri mbalimbali waliweza kukaa katika kona mbalimbali, na chemba hizi walikuwa wakidiskasi nini ambacho kinaendelea katika nchi hii, na kusema kwamba waziri mkuu pamoja na mke wa mfalme ndio wanajua mahali ambako mfalme alipo, na taarifa mbalimbali zinasema kwamba kiongozi wao tayari ameshaweza kufa. Siku iliyofuata vijana hao watu kutoka katika chuo hichi wanaweza kufanywa mateso ambayo si ya kawaida. Walichomwa na huko wakiwa wanashurutishwa kusema kwamba nani aliyekuwa ameweza kuwapa amri ya kuweza kuandika zile taarifa na ni nani aliyeweza kutoa uhakiki wa kile ambacho kimeweza kuandikwa. Basi kijana mmoja akasema kwamba ni heri mtuue kuliko muendelee kutetea kile ambacho ni cha ukweli ndani ya giza zito ndani ya ufalme huu. Na naomba kabisa niwaambie waziwazi katika siku ya leo kwamba ukoo wa Aoni clan mmekuwa ni watu ambao ni wabinafsi sana, na ndio mnaoongoza katika eneo hili. Waziri mkuu alipinga vikali na akaruhusu bado vijana hao wazidi kufanyiwa mateso makali. Crown Prince naye pia hajui nini ambacho kinaendelea, akamfuata mama yake ambaye tayari ni mjamzito na alitaka kujua kwamba nini ambacho kinaendelea kwa baba yake mzazi. Crown Prince anahitaji kuweza kuchukua ufalme na kuanza kuongoza. Sasa hapo mama yake akamwambia kwamba huwezi kuongoza kwa kuwa bado una ndugu yako ambaye yupo tumboni, na wewe bado huwezi kuwa mfalme kwa hivi sasa, baba yako yupo hai. Sasa mwanamke huyu alificha siri nzito ambayo siri hii pia anashurutishwa na viongozi wa juu. Crown Prince akawa mkali sana na akahitaji kwenda kufika katika eneo ambalo baba yake mzazi alipokuwa ameweza kuishi katika jengo la kifalme. Hapo akamuita mmoja kati ya mfanyakazi wake mmoja ambaye huyu wanamuita Myong. Sasa Myong alianza kudiscuss naye, wakaanza kupangiana mikakati ambayo ataifanya usiku wa siku hiyo. Wanahitaji kufika katika eneo ambalo la kifalme ambako mfalme tayari alikuwa yupo katika jengo hilo. Malkia alikuwa aishi na mfalme, ndio maana yupo katika sehemu nyingine. Basi Myong pamoja na Crown Prince wakapanga usiku wa siku hiyo waweze kufika pale kwenda kuiba taarifa mbalimbali na kugundua, je, mfalme yupo hai au la, na hizi taarifa zinazosambaa katika kila kona, je, ni kweli au uongo. Myong alikuwa anajisikia vibaya sana, lakini katika usiku ulipokuwa ameweza kufika, kila mmoja alipita katika chemba yake, huku Crown Prince akiwa ameweza kuingia katika jengo hilo kimya bila walinzi kuweza kutambua. Alizama ndani, ilibaki tu kidogo aweze kufika katika chumba ambacho mfalme alipokuwa amelala. Ghafla akaanza kusikia sauti za mgurumo mkali sana, na hapo ndipo akaanza kuogopa, akajiandaa kwa ajili ya kuweza kupambana. Na hapo kipindi ambacho anataka kuweza kutoka nje baada ya ile sauti kuweza kupungua, akashangaa kuweza kumuona Byong pamoja na kikosi cha walinzi ambao walikuwa katika shift ya siku hiyo. Wakaanza kumwambia kwamba unafanya nini hapa Crown Prince? Akaambia kwamba nipo kwa ajili ya baba yangu, nahitaji kuweza kwenda kumuona baba yangu chumbani kwake, nahitaji kuweza kufika. Byong alikuwa mkali sana na kisha akaweza kumruhusu Crown Prince aweze kuingia ndani ya chumba hicho.
Crown Prince alivyoingia mpaka ndani, aliweza kushangaa kumwona baba yake katika kitanda chake. Hapo hapo aliweza kumwona waziri mkuu ambaye huyu ni Chong Han-ju, waziri ambaye anasema kwamba nimeweza kumuona pia hata shetani, hata mimi nimeweza kumuona mtoto wa mfalme ambaye anatamani baba yake aweze kufa ili yeye aweze kurisi kiti cha kifalme. Ninamwamuru Byom, na muomba uweze kumtoa shetani huyu katika jengo la kifalme na aweze kutoka hapa. Wakamtoa mpaka nje, lakini aliporudi katika chumba chake akakutana na mfanyakazi wake ambaye anaitwa Myung akaambia kwamba nimeweza kupata taarifa mbalimbali. Hichi ni kitabu ambacho zimeandikwa taarifa za wake mfalme. Wanasema kwamba baba yake mzazi aliweza collapse na kisha akaweza kupata maumivu ya kichwa, pia aliweza kupata homa kali sana, na hapo wakaweza confirm kwamba baba yake mzazi aliweza kupata ugonjwa wa smallpox. Dakika za mwisho kabisa waliweza kuona kuna saini ya daktari mmoja ambaye daktari huyu hakuepo katika eneo lile la jengo la kifalme, labda alikuwa anakuja katika hali ambayo ni asiri sana. Ndipo wakaanza kujiuliza maswali mengi sana. Crown Prince anahitaji uongozi. Crown Prince anahitaji kuweza kuongoza watu hawa. Hasa vyakula katika eneo ambalo basi ni la hospitali ya Korea ilikuwa ni vyakula ambavyo ni vya shida sana. Walikuwa wanawakorogea dawa bila kuweza kuwapa chakula. Kwa hiyo hali ilikuwa si kawaida. Basi vijana mbalimbali walikuwa katika eneo lile pale ambao walikuwa ni wanafunzi wa chuo kile ambao walikuwa wameweza kufanywa mateso, walikuwa wanamuuliza nesi huyu, je, chakula kitaletwa saa ngapi na wapi ambako basi waweza kujipatia chakula. Walikuwa wanakorogewa uji. Mara ghafla wanaweza kuletewa mwili wa kijana mmoja ambaye daktari huyu aliweza kumpata. Daktari akasema kwamba huyo ni Dani, na Dani alikuwa ameshaweza kufa. Daktari huyu akusema siri iliyokuwa iko nyuma ya kijana huyo. Mawaziri waliweza kufanya kikao cha ghafla, lakini waziri mkuu ambaye huyu waziri ndo anajua siri ya kifo cha mfalme, je, amekufa au la? Basi waziri mkuu alikuwa anawashurutisha mawaziri wengine bila kujali vyeo vyao wala uwezo wao. Wakamtuma baadhi ya maskari kwenda katika nyumba ambako Crown Prince alipokuwa anaishi, wakifikiri kwamba Crown Prince yupo katika eneo lile pale. Byom alikuwa mkali sana, lakini kumbe Crown Prince hayupo, na wafanyakazi wao wanasema kwamba Crown Prince ameshaondoka. Aliwauliza wapi ambako amekwenda, lakini vijana wa watu hawakuwa wanajua mahali ambako Crown Prince alikuwa amekwenda. Sasa Crown Prince aliweza kufika katika kijiji kimoja ambacho kipo huko ndani. Kijiji hichi kilikuwa ni kijiji ambacho kina mateso makali sana. Wakafika pale wakawa wanamuulizia daktari mmoja, na daktari huyu ndiye ambaye alikuwa ameweza kuandikwa katika kile kitabu. Wakaweza kumwambia kwamba daktari ameweza kusafiri kuelekea katika kijiji kingine. Kijiji hicho kinaitwa Dongnai. Kijiji hicho ndipo ambako Crown Prince anatamani kwenda kufika na kwenda kugundua kwamba je, kuna ukweli kiasi gani kuhusiana na kile ambacho kinamhusu baba yake mzazi. Dongnai ndio sehemu ambako kuna siri nzito. Akamwambia pia Myung, kama endapo nitakufa katika siku ya leo, basi ukae kujua kwamba nimekufa katika hali ambayo ni ya kifalme. Nahitaji kuweza kupata ufalme huu ili niweze basi kuongoza watu wanavyotaka wao na sio sisi tunavyotaka. Ukoo wetu umekuwa ni ukoo wa kibinafsi. Basi siri iliweza kumfikia tena waziri mkuu, na waziri mkuu alikuwa mkali sana. Hakutaka kuwa na mbili kwenye moja. Ameanza kupewa taarifa mahali ambako Crown Prince alipokuwa amekwenda. Ni huko Dongnai. Basi maaskari waliweza kutumwa kwa ajili ya kwenda kumtafuta Crown Prince, na waliambiwa waziwazi kwamba hamhitaji kuja naye hapa akiwa hai. Mnahitaji aje akiwa amekufa. Sheria ni moja tu. Byom ndiye ambaye kwa hivi sasa anaweza kutegemewa katika safari hii kwa hivi sasa, na ndiye anayejua siri kuhusiana na kile ambacho kwa kimeweza kufichwa ndani ya jengo la kifalme. Huko katika nyumba ambako vijana wa watu waliokuwa ni wanafunzi walipokuwa wanaishi, manesi yao walikuwa wanafanya kazi kwa ajili ya kuweza kujitafutia dawa za hapa na pale. Dawa hizi kwa ni dawa za kienyeji. Waliporudi katika jengo ambalo vijana wa chuo walikuwa wameweza kuhifadhiwa, ghafla wakashangaa vijana wao katika siku ya leo walikuwa na furaha sana. Ndipo mwanamke mmoja ambaye ni nesi akarudi mpaka jikoni. Ndipo akaenda akamkuta kijana mmoja ambaye kijana huyu akamjibu na kumwambia kwamba nimeweza kumuua mnyama mmoja huko porini, na mnyama huyu ndiye ambaye watu katika siku ya leo wanamsherehekea. Sasa hali ilikuwa si ya kawaida katika siku hii ya leo. Basi alipotoka nje akakutana na mzee mmoja ambaye mzee huyu alikuwa anahitaji kuweza kuongezewa supu. Naye akafika katika bakuli lile ambalo supu ilikuwa imeweza kuhifadhiwa, yani bakuli lilikuwa kubwa na lilikuwa linafanywa mchemsho wa kutosha. Akaingia tamaa, akataka kuweza kuinywa. Ghafla akaweza kuona kidole cha mwanadamu. Ndipo akaenda kumtafuta yule kijana ambaye tayari alikuwa ameweza kumwambia kwamba alikuwa ameweza kumuua mnyama mmoja. Yeye alikuwa bado hajala nyama hiyo. Akambananisha katika chumba kimoja akiwa anamuuliza maswali makali sana. Kijana wa watu alikuwa hana majibu ambayo ni sahihi, kisha akaweza kumwambia kwamba ameweza kuchukua ule mwili wa kwake Dani aliyekuwa ameweza kufa. Dani alikuwa ameweza kuletwa pale na yule daktari.
Sasa hapo ndipo tunapokuja kupata majibu sahihi kwamba Dani ndiye aliyekuwa ameweza kuchemshwa. Sasa huyu kijana alikuwa ana majibu kwa hivi sasa, alikuwa anajitia tu huruma, lakini watu walikuwa tayari wameshaanza kula ile nyama. Basi nyakati hizo vijana wa watu huku nje, macho pamoja na midomo yao ilianza basi kunena kwa lugha isiyokuwa inajulikana. Hapo nesi alikuwa ameweza kubaki pale nje, akashuhudia watu walivyokuwa wameanza kujigaragaza huko chini. Kisha kipindi ambacho anashangaa akaanza kumuona mzee mmoja ambaye mzee huyu alikuwa anatoka mapovu kwenye kinywa chake. Akajua kabisa kama hapa hivi akiweza kumwachia mzee huyu anaweza akajingata katika ulimi, na ulimi wake tayari ulikuwa uko katika hali mbaya na utampelekea kufa. Kisha nyakati ambazo anamsaidia ndipo hapo aliweza kuvamiwa. Kelele za ajabu sana ziliweza kusikika. Nesi wa watu walikuwa wameweza kuvamiwa na watu wote waliokuwa katika eneo lile pale. Watu wale waligeuka kuwa mazombi. Hii inamaanisha kwamba ndani ya ufalme huu kuna kiumbe ambaye si wa kawaida. Hii iko wazi kabisa kwamba inawezekana kwamba mfalme amegeuka kuwa zombi au la. Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa mdau. Nisha comment yako hapo chini. Tukutane tena katika episode ya pili ya The Kingdom. Bye bye for now.